Haya, kwa jina na kuitwa Simei Hatibu Haji, mgombea wa ubunge jimbo la Makunduchi, mgombea ambaye nangoja kuapishwa. Ndugu mwenyekiti, kwa kuno kwetu jimbo la Makunduchi kutendeke sarakasi, hakulitendeka uchaguzi. Sarakasi za kuhangaishana na kusumbuana. Baada kwa mara ya kwanza siku ya tarehe 29 mwanzo uvyokuanza uchaguzi, nazungumzia tarehe 29, 28 kacha jazungumzia biziada. Miena kwanza tarehe 29, siku ambayo ni siku yangu mie mahususi. Siku ya tarehe 29 Oktoba, ndugu mwenyekiti, jambo la kwanza lililotendeka kiupande wangu mie, kama wanavyosema wengine kwamba kunako nafasi ya wakala wa neki hakuna wakala hata mmoja mwangia vyumbani. Ilio tunasema njo kawaida yao hayo itenda. Na tuvyoja tukafuatilia tunakwambiwa yano ni maagizo ya lawi juu na viongozi wenu wa chama wayejua. Kama hawalikwambiani wao sisuwe. Tukajaribu kuwasiliana na viongozi wetu wa chama juu huko, kasema hawana habari. Kwa hiyo tujua ni udanganyifu wa sarakasi zao tu. Jambo la pili, kwa kuno kwetu jimbo la Makunduchi tushuhudii mgombea mwezangu ambaye kanalawia chama cha CCM wanu Hafizi Ameri kaja na kibegi cha kupigia kura kakitivano kwa pani, na mambo hayo yatenda kila mmoja akashangaa. Mie shehia yangu ya kupigia kura kijini kevu inaonesha vana watu wanawasiliana naye. Baada ya kula watu mnamo chumba cha kupigia kura kiasi ya saa 5 humo, na ala watu kavisana njiani kavelekwa kwa kusapotigwa sijua ni usalama au vikosi tu vichukulwa siviji. Baada ya kufika hapo akaingia kunako chumba changu mie ambacho mpigi kura. Avyongia akalavya kibegi cha kura akakanatia kura jana vyochaka yeye. Mawakala wetu wakajaribu kuuza kuna kuendelea nini, wakambua yano nyuheri kuhusuni nyamazani kimya kwa sababu neki hawamo. Wakatenda je wavyochaka wao. Ilio litumu sana mpaka sasa. Jambo la pili, tushuhudii kuna uchaguzi wa tarehe 29 kuna baadhi ya mawakala wa CCM watende sarakasi mnamo vituo vya kupigia kura. Sarakasi hizo watendejaje? Kuna wakala wa neki wa zeki ambaye njo wamsimamisha. Wakala wa zeki kuna baadhi ya vituo hivyo fika time zao wakambua wenda kamwite mwezi hiyo aje akayewe kapumzike. Baada ya kula wanje tu mawakala wa CCM wakaruka madeksi wakenda na kura zao ambazo wende nazo mabunda kwa mabunda wakawana venyeza. Wakala wetu baada ya kusikia kishindo cha urukaji wa madeksi haja lawata nje kugeuka kanaona anachochomeka kula, na wakala wetu wakarudi nyumbani. Baada ya kurudi wanawaambia makarani watume, mbona yuno wakala wa CCM wanaruka madeksi na kwenda kati ya kura? Cha ajabu makarani wanasema suwe hatujamona. Akamwambia hamlimona wakati mtu kaja ngazino kura hazili ingia vyema. Ziwa wapi? Wakala wetu mmoja shababi akenda zila vya kura kwa sababu nkakuvenya hazili hikuvenya kushituka kwake akaukana mbio akamwambia kura zino vavano zingali juu hata kuingia hazinaingia. Akamwambia kura zino vavano. Akamwambia basi zilete. Akamwambia nazileta lakini na askari ndamwambia. Wakala wetu wakanda mwambia askari kuna machafu yatende kevino sasa. Kuna wakala wa CCM kendetia kuranga kuvenya hazili venya izoko kulia. Akamwambia lete ushahidi. Akamwambia ushahidi tuenende kwa sababu karani wa uchaguzi kazi tiboxini hata mnamo kisanduku halizitia kazi tiboxini tuenende ukazone. Akamwambia maliza nani nyinyi huko sio hali ya tuhusu.
Hivyo ni vituko vivyo vitusikitishi na tuumi sana. Bado vituko vikawa vinakuendelea. Nitazungumza kiufupi tu ili sichukue muda mrefu. Vituko vingine vivyotendeka. Watu wa CCM baada ya kufika milango ya saa 7:30 wakaleta watu kwa magari kwa ajili ya kuja kupiga kura. Kwa bahati nafika kituo cha kijini kama saa 7:30 na kwenda tu kituoni vana mzozo, yani vana mwenyekiti wetu wa jimbo kana kitambulisho cha kuangia chumbani kana azuiwa asingie ni wale wasimamizi. Kuendeleza kwani kuna kuendelea, nikamwambia we usiingie mno mpaka nyende nkendeleze. Nikamwambia ukendeleze wapi wakati kana kitambulisho hana ruhusiwa kuingia. Tunajadiliana yaya, kumbe wana mpango imeletwa gari nje. Baada ya kuletwa gari ukaingia getini tu mnaokwenda piga kura wana wasimamizi vala. Kabla hujafika kuna kuchumba cha kura wanakuandika. Baada ya kuja wale watu wale wasimamizi wanaokuandika hata habari hawana, wanambia mbona wana vita tu hana kujanga kuandika vano. Askari mmoja akalinda kituo hicho akakana shirikiana na wale watu kanaambia hao wamekuja kwa kazi maalum. Tunasikia kugeuka Javino kasema ngoja mfuate nikawatizame wanao kuja kwa kazi maalum. Kazi gani? Na kwenda kuna kwa hicho chumba mikakati ambacho nyende piga kura, maana Javino ambao wanatendea usilifu. Chumba nicho piga kura mimi nicho kichopangwa mikakati yote. Na kwenda wale watu wamejipanga. Kwa bahati nyuma wale wanaochana karatasi hawajanitambua kama na mimi wapo, maana na mimi jipanga. Mmoja akantambua kaza kukonyeza, ngambia kuna konyeza nini we? Baada ya kumwambia ja hivyo wakaza kusuasua, wakachukua vitambulisho vale hata yao. Naambia wano mbona majina si yao wano? Nkavamiwa kwa maneno ni makarani wao vale wote. Kuna chaka utende fujo, vano uka, sijijaje, yaje ngambia vano sina uka. Siwezi kuuka mpaka nitambue kwa nini wanapiga kura hali ya kuwa vitambulisho sivyo. Kusogea kula wakamvamia wote kwa kunyanga sauka hali ya askari wao hapo wanatizama hadatenda lolote. Basi wale wavyokuja wanapiga kura hata ile wino hawanatiwa. Wanavenyeza tu kula mla hata wino hanatiwa, kambia jamaa yote mliotenda hata wino hamna watia. Sio tuti wino hata mtenda wino havo. Basi wangasi tuje tu waje wapigie wino na kwenda kulia wemewa kuna kojigari na gari hiyo mpaka namba za hiyo gari pia nzichukuu kwa sababu hatarishi amani ya maisha. Baada ya kuwasogelea vala nawaambia kwa nini mnatenda Javino hata wino hamna atiwa? Wakanyambia uka tuchakupoteza sasa vino. Na katika wao mmoja wao kangia kati ya gari siviji kama wana bastola au jaje bali kana jisati Javino miengo na rudi nyuma wasije na vya roho. Na mwenyekiti gari hiyo namba Z 333 PG. Gari hiyo tuanza kuiona toka Muyuni. Yaza Muyuni ikazunguruka vituo vyote vya Makunduchi, mwisho jamalizia hapo kijini ambapo napiga kura mie. Mwenyekiti kiukweli hali ino ituumizi sana. Baada ya kufika saa 10:30 nikapigiwa simu nyende kituo cha Nganani. Baada ya kufika kituo cha Nganani na kwenda mawakala wote hata wale wazeki nao pia walavijwa nje. Ndio kwenda kuendeleza kwa nini mnawalavia, wanasema vino saki tukifungu kwa hiyo wasiingie mpaka tumalize mambo yetu njoo aje wa hisabu. Wakati wanazungumza Javila naona makarani wanapiga tiki vibalozi pepa vivyobaki wanatia tiki za kura. Naambia sasa mbona mnakuendelea na mseme kituo kifungu? Vana askari wanangambia askari wanalotenda hivi. Kwa nini askari hamna kamata wevi? Namuza hivi. Hamna kamata wevi? Manake yano mambo tuyatizame. Hewe kuwa askari hivyo. Kama huna goma kukamata hivi mimi namkamata mkusogeze vano ulivyo. Basi nangia mlakati askari kangu hija vino tukasokotana nkasina ya kutenda. Kwa hiyo yao ni mazambi yao yatendeke kunako jimbo letu. Ndugu mwenyekiti,
mambo yayotendeka kuno mengi mengine tuyaorozeshe tuchakuletea kwa oroza. Nkasema vano tuchafika kesho kwa sababu kama kevana kitabu ileke tu kwa hasa kwa lino jimbo letu tutunge kitabu cha historia ya Welawia. Na yoti wanatenda kwa sababu duruino CCM wakati aligwa kuna jimbo letu. Kevuona kuambizana baada ya kufika saa 5 watu wa CCM wanakwenda waketwa majumbani na wanakataa. Wengine kwa ushahidi wapelekewa mpaka pesa tuenende pesa zino vavano tuwa jikoni ule pia wakataa. Ndio maana wakaamua watende maovu na machafu yayo. Mwenyekiti siku chose mengine tuchakuletea kwa oroza. Naomba mfikie hapo. Asalamu alaykum. Awali nimshukuru Mwenyezi Mungu wa kumfikisha muda uno mkawa bado napumua na nazungumza kwa sauti inayoeleweka. Na kwenda moja kwa moja nkukusudia. Na kwanza na unawivi wa mapema. Kwa sababu wewe unahusumie kwa sababu nyi wazeki sasa wewe unahusu. Kunako wivi wao wa mapema wewe wabandiki wapiga kura hewa bala. Wapiga kura 2041 ambao wao hawaliletwa na picha zao. Na ndio maana nikasema hewa. Wapiga kura wao 2041 kwa vilasi ya jimbo la Makunduchi wana wa ACT tuna akili. Hatuna vichwa maji. Wavyosema tukua wabandiki tukenda pale tarehe 25. Tukachukua kwa picha fyatu tukasema tunatendea kazi jimboni kwetu. Na wavyotona kula kwa tunatizama wakaza kupigiana simu. Kwa nini namba ageze hamba tunaoga kula kituoni. Wapigi simu kwa DSO. Kwamba ACT wende piga picha alama watu wa bandiki pale. DSO hapo kuja tukaambia si hatugomo kusimama kiwambazani tunatizama juu tunatizama mwezi. Twende kweli. Na twende chukua majina kwa sababu kunako jimbo letu tuwejua kwa majina na tuwejua kwa sura. Hatima yake watu 2041 waoja kuwa halali hasa kuno jimboni kwetu ni watu 83. Kwani jimboni tukakitako shehia zote 13 na tunatajiana kwa sababu wajifungu wao. Maana waandiki yala majina yao halafu akaandika kwamba shehia ya Mtende, shehia ya Kijini. Sasa ina maana kila hapo kuandika kwamba yuno shehia ya Mtende, watu wa Mtende tukakaa pembeni, chagua wakuwa wetu. Kwa maana hiyo jimbo zima tukapata watu 83 kunako 2041. Na tuvyokuisa kwenda tu wakayawisha yala baada ya kuwa tumechukua. Maana wanakunjua shuka muda wa kuwa usiku umekucha. Wana uhakika kuwa tumekwenda na wana uhakika tumechukua kwa picha. Wenda yawisha kwani. Na njoyevu yache tu wakati tusichukua. Sasa kunako wao uchafuzi wao wa siku ya mwanzo. Nishuhudi vijana wa darasa la 10 wavuiswa hivyo viguo vyao vya vikosi. Ikesa manae kuwa askari kuna mtambua kwamba huyo kweli kemepitia hilo jambo. Haikuwa hajapitia. Mkaiza butika na burura kavuswa kofia kana mishija vile. Tena kana kwenda kaja vile. Mkamwita. Mkangia chumba namba 1 ndani. Vipi kijana? Mkaambia mimi wa mgombea hasa. Na kweli kunitambua nani wa kijana. Kwani pano mpokuja kuna mambo yanatendeka na hayalinkaza. Cha kwanza hunaweta majina wano waovu wa kombati. Hunaweta majina. Cha pili hawanangia kwa utaratibu maana kawaida hasa wakati viumba vya kupigia kura viwa 3 vijituturi na wapiga kura na wangie 3. Si wanokuwa kuna vijibanda wanokuwa kuna tizama karatasi. Utaje jina wakala tambuwe nani kangi na nani kanapiga kura kwa muda uno. Kwani hawatajwi, hawambia hawanatajwa. Maana wakala wangu kanyambi hawanatajwa na wino hunatia na watia wino. Ambia tuchakonana hapo. Tuchakonana maana narudi tena. Mkaya wanje. Kuya wanje na ikuta hiyo gari hiyo.
mna vitambulisho na njoo na mkwenda wakabadilisha. Kama kangi chumba namba 1 ikesa kenda chukua ende chumba namba 2. Henda haka hakuna kofoleni. Hamuita mkuu wa watume. Ambia njoo. Kama nini jaza fomu ngambia hata. Unosi muda kuambiza na mtu ajaze fomu. Fomu njaza muda kwa natafuta nafasi ya kugombea uwakilishi. Na kino kitambulisho kunkawewe kwamba ni wa mgombea wa uwakilishi. Sasa zino usintajie kujaza fomu wakati naumizwa ndani. Na namwambia je hivyo muda wa kwamba na askari wengine wa pembeni huko. Sasa kama mama taratibu ngambia si taratibu. Watu wanarudia wao kwa wao. Wako wapi? Hamgusia mabega. Hawambia yuno na yuno mnapiga kuno na basi taratibu si taratibu. Uwayave wayawe nje. Hea kumbe. Njoo wanasema ukaliana kipofu usimkamate mkono. Hea wawevu wakati ugusa wanatuguia hasa maana kuna ile kumgonga tu akahisi kuwa hamba kuna mwenzangu. Hea wawevu watugui. Na ya wanje nkamuita DSO kwa sababu yamenchosha na siku ile kwa kuna vua. Ni wa maji na muita DSO nkambia njoo. Kutuaminishi ukweli na sio tukamini kwamba kweli muwa wa kweli. Hea pano vino sasa panatendeka vitendo vya kifedhuli kama nini? Ambaye no gari kuyonoi. Wanashuka wakakwea mumo. Wanabadilisha vipande umo. Ikesa wenda piga kura. Kweli una uhakika na uhakika. Na uhakika. Na muda ula sasa ikamfiniki mwamvuli tunazungumza. Tuwa pamoja. Na mbunge kajaga punde. Baada kumwambia kuna hali inachafuka. Akamuita dereva ambaye kevuka na chukuao watu. Unalalamikiwa gari yako. Unaambiwa watu wanapiga hao kwa hao. Kwani hawajesha tu. Kama weshakwisha wewe ondosha gari. Ukiweka hapa itakuwa tatizo. Kana michini jambu wa suruali. Kana chowezwa. Afya kuisaka uisha hapo. Mkamwambia mbunge, hem tuishe gari. Tuishe gari na tuifate hiyo kokosta. Ienda na wapi? Twende. Menyi wa tayari hasa kwa lolote twenzetu tufate gari na kwenda wapi? Tukaifata gari. Yeka kidogo mbele kidogo huko naambia usimkazanie sana akaja akafahamu. Tukaenda bana moja kwa moja yende simama jimboni kwa Wapokoba. Akashushwa huyo kijana ambaye nimevuga nyendelega hamtizama na yakabaini kwamba yuno kemenitambua. Kijana kana kuitwa Mahamuda Ali Mahamuda. Mkazi wa Kumbini wanamuita Muhatumbo. Mwanakele huyo. Baada kuwa tumekutana Kajengwa hamtizama na nkamuuza salamu ya kiungwana na muonyesha uungwana. Mkaambia asalamu alaykum. Salamu. Hana ntizama vyema njoo apongia garini na wakeneda. Mwanakelewa baada yako mwakemetambulikana. Hapo jimboni kwao kajashushwa yeye tu. Baada kwamba tumemtambua. Na si kama ni huyo tu. Wanakele wengine wanakuja wakanunua nyuji mitaani. Hawana hata ajira. Tuwejua. Wanakele wadogo. Hasa uonge uchafuzi wa siku ya mwanzo na idadi yake hatuliitambua waopiga wangapi. Kwa sababu tuwafutuaminishwa kwamba jeshi eti licharinda zila kura. Kumbe ile jeshi wallahi jeshi njo liliokuja tuzingua kikweli kweli. Muda wa kwamba vidu bwana vinachaka vipakiwe vile. Vivyo kuwa vipigiwa kura. Kura zizo ndani ya bahasha. Kituo cha Muyuni boksi yake yevu moja tu. Vishushwa vidu bwana viwili. Usiku tunapita vituoni tunawauza maaskari wa ndani. Makala wetu wapo ba ACT. Pitani angalieni mwake si watu wajui. Tunaangia tunatizama. Wengine wale kule tunatizama. Vitu tu wapeleke viwili. Wakati kichopigwa ni kimoja tu. Sasa kama wanajeshi wanachaka wakata esi tunasema wa moto. Maana kule Kajengwa wachukuu wao kuna kojigari liao. Sasa wakasema kuwa hawanahusika. Wachakuwa waongo. Wanahusika. Maana wao njoo usipeleka kunako vituo na njoo uchukua kunako vituo. Na kuja wa siku ya pili. Watu wanasema ila ya leo afadhali ya jana. Ya leo afadhali ya jana. Nyaza Muyuni Muyuni mbio kwenda kuna njigari njidogo dogo. Maana njoo watu huona kila aina gari.
Wakashuka wasijana pale enda piga kura. Mawakala naambia mwejua wao. Wengine tunajua, wengine hatuwajui. Wakapiga kura. Na kwenda Muyu ni B. Katikati po. Ila nachakangie kituoni. Kananyambia mkuu wa kituo hayupo. Kwa hiyo sikuruhusu kupita. Amwambia mienyi wa Mzanzibari. Mienyi wa Mzanzibari nanyi wa mgombea wa Zeki. Lugha yako unayochowea inahusiana na INEC. Kwa hiyo kachawamwa wa hapo yo ya Zeki. Haya wakati wapiga kura wanangia na mkubwa hapo. Na mimi nangia. Anitakuruhusu uchungulie tu. Mkamwambia kuchungulia. Kwetu sie kusini au matusi. Kuchanyambiaje nchungulie. Chumba kina mlango wa kuwampite. Halafu wewe kuna nyambia nchungulie. Yano kwetu matusi. Sio kwamba uchungulie kama ndo huingi ndani hivyo. Ambia sinangia basi. Ila nageuka. Yule tu yamkuta Muyu ni mtokevu kavua sketi yake ya blue na kishati chake cha orange. Kanakuja kajifungu kanga chini ya sumini. Najiuka na mtandio. Tena kana mizuzu chini. Kanakuja waandishi wa habari wa Mtegani FM. Wanatuambia tunataka tuchukue habari maana tukaambia si habari zetu hazinafikishwa huko. Maana tutende mikutano ya jimbo na Kevu akaja huyo mwandishi wa habari. Mzee Saumu Ali Haji, tujua mwandishi wa habari ulasie kusini. Heya kumbe Kevu akachukua kenda akapeleka kwa mabosi zake. Watizame Ziada kaseme nini? Nani mbunge kaseme nini? Diwani kazungumzu nini? Wakakobie. Maana njo wazo hiyo kuchungulia na njo maana na wakuu wa vituo wa wakanenolia kuchungulia. Tukaambia kama kuzungumza na Mchaya Arusha tuwa tayari. Heya kama tuzungumze rejea tunaitia maji paka jani. Wene ngani? Hatutaki. Maana hatunatendewa haki. Sasa si tunasemaje? Uhuru wa mawakala pia na wevu haumo vyumbani. Wevu haumo uhuru wa mawakala kwa sababu si baada kuchanganua wale watu wa mapema wala. Tukapeleka kuna vyumba wano wapigi jana achapongia chumbani yako mbili tu. Sasa ntizamia we wakala jiafunue huo mdomo. Akesatajwa jina tu kwamba Juma Masud. Huyo kapiga jana huyo apewe mbili tu. Maana mwanangu Kevuka kazana. Wafiki mpaka wa Mlinzi. Chumba namba 4. Huyo kapiga jana apewe mbili. Kena kweli mpigi jana. Kana kwa mbili. Avyofika watatu tu. Kwamba kanasema na huyo jana kapiga. We mtoto we. Unanijua mie nani? Yana yakamwambia na mimi unanijua nani? We mwanamke na mimi mwanamke. Lakini huyu kapiga jana apewe mbili tu. Askari mtoe huyu. Akamwambia askari sitoki kwa sababu vitabu wametupa wenyewe. Tunajua kila linalofanyika na wamesema tuangalie kwenye vitabu. Wasitupe vinyonyo sisi. Vinyonyo? Na maana polisi kinyonyo hakiji. Haya kinyonyo kama kuna na wengine wakuwa hawakiji maana kinyonyo. Kulia mtende watu wevu waseme kinyonyo siziwa. Kwamba watu watiliwa ila mifereji. Hea tena ukenda ukafugua maji hayamo. Sasa weji wapa hapa na ukweli wakisimani ukachereza ndo maji kuja nayo tu. Njo wakasema kinyonyo siziwa. Sasa na watu watume si watu nyonyeshe vinyonyo. Kwamba sheria watungu wao. Haya baadaye watu wao wanasomesha vingine. Sasa we kuna tegemea kwamba kweli lino lichatendeka kuna kaa. Haya baadaye kuna kujadindishiwa. Askari mara ya kwanza mwanangu haliawa kaseme hataki. Mara ya pili akasema sitoki. Mara ya tatu kapelekewa mwanamke mweziwe. Maana wala wao mwazoevu wanaume wala. Hasa mwanamke kamchukuki busara zake. Maana kende akamwambia shogangu njoo mara moja tuongee. Kwa hiyo pale yakaya wakiulaini njoo kanasema kana shoga. Avyofika nje kana kwambia umo usiingie.
watakuumiza. Akamwambia sasa hamna wakala mwenzangu mle. Yumo. Wazeki yumo. Kwa sababu wewe wa INEC. Na sijili kuwaje kupata kuingia. Maana kweli wewe wawili. Ya Zeki na Neki. Cha kushangaza. Wao CCM wenyewe. Kuna mkuta mwenyekiti wa vijana CCM tawi. Kana kitambulisho chaandikwa Sau. Kuna mkuta mwingine kawa katibu wa tawi kawa kitambulisho cha Chauma. Yani ukatizama katika vyama 11 basi CCM wevu 10 ACT moja tu. Kwa sababu kama wanasemaje hivyo, haiwezekani kwamba kituo kiwe na mawakala wa vyama hivyo Sau, Chauma, UDP, ADC, ukakikuta Sau hakina kuranga moja. Inangia akilini? Yaonjo mazila tuwe akuta. Alafu nasemaje la mwisho? La mwisho tunamalizia uchaguzi wa 2020 na 2025 ni uchafuzi wa hali ya juu, na sisi tunasema ni usalama. Njoo wapiga kura pamoja na vikosi vyao, kwa sababu watendakazi wa tume wengi wao ni usalama. Na njoo tuotikishana juzi tumeni huko. Mvyo kwenda chukua matokeo yangu, wakanyambia hayapo ya wakae, ngambia kaembe kuja, mkasema hayako, msinchezeche. Basi tupande kwenye gari yangu tuende pamoja, ambia msingii. Singi maana mimi na gari yangu. Wewe ndaka chukue, mimi nda kungoja vuga. Kaka mpaka na nusu alikuja, mimi nikarudi kae. Jana njoo napigiwa njoo uchukue saa 2, nikaangia gari nikenda zangu huko. Sasa nasemaje? Maana tunakuaminishana ukweli na tunakuamini ukweli na tunatenda ukweli. Mheshimiwa Rais mpya ukukutwa mbei mgusupu. Na ujinga sasa basi. Na tuwamuja hivyo kuwa ujinga uwe basi. Kwa nini leo tuvyo wangu watu kwa nini tena wana nini na habari rais kimetangazwa? Kina wauma na kina washitua kona tuvangu tunakuja kuja kufurahi. Wao wamefurahi na si watu wote tufurahi. Muda kuja zidi kufurahi sie, wao waje wakahadisie. Ukawaambie watu watume tupige kura za kiuhalali, tupige kura za kiamani, tupige kura kwa haki. Hatutaki kupiga kura na vikosi. Wasijivunie dola wana CCM. Na kama wawa wengi ya majimbo la Makunduchi wakalete mausalama pwi. Tukaletewe maaskari pwi. Eti askari namwambia ndaumo. Wenda kufanya nini? Awambia wakala wangu kaya vigwa. Na kuna kwa kitabu chao tume waseme wakala au mgombea mwenyewe ana haki ya kuhesabu kura. Nenda humo kama hujatolewa. Sasa mwenye vigwa jana mwenye wa mgombea. Hasa mwenye nakwenda na wekucha wa shahidi. Sasa kuwekwa ushahidi. Wewe muona wapi askari kuwekwa ushahidi? Hamwambia kuchakwaza wewe leo. Kwani hicho chumba mlango huo kana simamia nani huo? Chumba hicho chako wewe. Anaingia uketa askari kuna kwenda wewe. Iweje nyia vigwa useme kuli shahidi. Kuchaka ushahidi. Tena mbona hujaniuliza jina langu? Enye hamna majina. Majina yenu ya mabegani. Majina yenu ya mabegani. Jina lako lichatumika uchapokufa ukapelekwa kwenu kuna kwa familia. Nikuijua jina lako namba yako iwa begani. Tusihangaishane. Mkarudi. Heya bwana. Shehia ya Tasani. Mawakala wetu hawalikuukwa hizo fomu. Si za Zeki, si za Neki. Hawalikuukwa. Bali kusini kwa fomu wakwa za Zeki. Heya za Neki hizo hawalikuukwa namba wevuwa hapa hasa. Kwa hiyo nasema nafikia hapo. Nageza tuna akili kusini tuna akili maana kila kitu tunakinakili. Na mengine tutakwenda kutana huko muda kueleza na ukweli na uwazi tutachukua hatua. Asante. Mtakumbuka wenzangu wengi wanahitaji tarehe 27 28 kulikuwa na uchafuzi wa uchaguzi. Lakini nyie ni mashahidi na sie tulikuwa karibu tulikuwa mashahidi vile vile. Kwamba tarehe 26 tarehe ngapi?
zilipigwa kura msikiti Nyanya. Kweli si kweli? Wengi mnahitaji tarehe 27, 28, 29. Lakini 27 zikapigwa kura wapi? Jendele. Sawa? Askari ambao walovishwa walikuwa ni wale mabalozi wa vyama vya CCM. Kweli si kweli? Walipewa baskeli, mapikipiki, wakajiita wajumbe, wakavishwa nguo za KVZ. Sawa? Lakini tarehe 27 Mheshimiwa Rais, nikuite rais, taarifa nilizopewa na wenzao walikuwa wako katika kambi ya Mahonda. Askari wote walitakiwa warejeshe uniform, wavae uniform zilizoshonwa rasmi ili wawe wapiga kura ambao hawakusajiliwa katika vituo. Salamu hizi nashukuru kwa karibu nilikuwa na Mheshimiwa Bimani kila dakika nikimpa taarifa kwamba ndani sasa kuna 1, 2, 3. Hao wanaona wenzao wao wakitupa habari. Lakini waheshimiwa, mtakuwa mashahidi katika jimbo hili walikuwa wakiamini lao ambalo limwageuka. Naanza kituo kimoja kimoja, kama uongo semeni uongo. Ng'ambwa walipelekwa Janjawiri kupiga kura. Ng'ambwa kuna askari kule? Uzushi wa kwanza mheshimiwa. Lakini Uzi, askari walouzi kituo cha polisi hawatimii 7, waliletwa kwa mamia. Kuna maskambi kule? Uliwapiga vibaya, wakawa hana la kufanya. Lakini Kaebona hakuna kambi askari. Walikuja maskari zaidi ya mamia. Kuna kambi kule? Tunakuja Kikungwi, kuna kambi kule? Hii ilikuwa jimbo zima, kila kituo. Mheshimiwa Rais, ndivyo ilivyokuwa. Ilikuwa aibu, fedheha, uchafu. Kwa hiyo tunasema hakukuwa na uchaguzi. Na hayo yote waliyofanya kufika saa 7:30 tulikusha kuwapiga bao. Kuna baadhi ya vituo walitumia vitabu 5, bado 4 vimebaki. Kweli si kweli? Hapo ndipo ikatoka amri kwa mwenyekiti wao wa tume, akapiga simu kwa mafisadi wa tume za wilaya kina Mheshimiwa Bakari kuambia hali mbaya sasa, wapige kura mapio, wapige mapolisi. Kweli si kweli? Ndipo mawakala wetu walipokuwa wanadai kwamba hii sio haki, wakatolewa nje. Na alikwisha kuambiwa kwamba fanyeni vyovyote vile, watoeni nje, mkesha mwarejeshe. Kweli si kweli? Sisi tulikuwa tunafanya kazi kwa niaba yako, tulikuwa wagombea na kisha tunania karatasi za ugombea wa rais. Tulifika pahala kuna vituo walitoa, kuna vituo watu wetu, huo ndo wanaita uchaguzi eti. Halafu kwa ujinga wao wanatutaka ati twende kwenye majumuisho. Nawaambia, unakwenda kujumuisha nini? Wewe ndo tajiri, ulihesabu mali. Mie mkwezi ukanacha sina hesabu, na kwenda kufanya hesabu ya nani? Huo ndo uchaguzi ulivyokuwa. Lakini kama haitoshi, hata wale walinzi wa amani tulioamini polisi walikuwa ndo vinara wa kutoa watu wetu mawakala. Kweli si kweli? Tena kwa ajabu kabisa, si wote, wapo waliokuwa wamesimama na sisi. Lakini naitwa Hidaya Yusuf Ali. Nilikuwa mgombea wa kiti cha ubunge jimbo la Chwaka
Asanteni. Kwa ufupi nipo hapa kutoa ushuhuda ambao tumeshuhudia katika huo uchaguzi uliopita siku za karibuni, lakini kwa kweli aliyoyasema Mheshimiwa Hamis Malik ni hayo kwa mkoa mzima, na nadhani kwa mikoa yote, na nadhani ni mpango wa Zanzibar nzima ilikuwa. Kwa sababu ni hayo ukienda mawakala wetu huku anatupigia simu, mimi nishatolewa, uko Ndijani unaitwa Charawe, mimi nishatolewa, upo Charawe uko Ngoroni unapigiwa simu, mimi nishatolewa. Tulikuwa kwa kweli tunakwenda mbio, jasho linatutoka, tutaabani roho zetu. Ukifika hawana la kusema, hawana sababu, hawana lolote la kujibu, mradi ni uhuni tu waliokuwa wenyewe wameupanga na walikuwa wameutekeleza huo mpango wao. Sasa lakini katika mimi sitakuwa na story refu kwa sababu Mheshimiwa Hamis ashaelezea mambo mengi ambayo yanafanana. Lakini kwa ufupi kidogo nitaelezea pale Chwaka tunafika, tushazunguka sana. Washatuhangaisha, tushazunguka, mara tunaitwa huku mara huku, tukafikia pale mwisho jimboni Chwaka. Kufika pale ndo pana umati wa mawakala wote wapo pale na kuhesabu kura tayari. Mheshimiwa, nilichokifanya nikauliza pana nini? Wakanijibu mawakala sote tumetolewa nje. Tunatizamana mimi na mgombea wangu wa uwakilishi Ramadhani Hassan na mgombea wangu wa udiwani. Tunafanya nini? Nikamwambia twendeni. Tuende, nikamwambia twendeni. Yani tuko pale jimboni, tuende kwenye kituo cha kupiga kura skuli ya Chwaka. Nikamwambia twendeni tukaangalie. Tulipofika tukaingia, kufika wapo peke yao, wanaendelea na mambo yao. Sisi tukaingia, mawakala wote hawapo. Kuna chumba kimoja tu, confused, sijui kilikuwa namba ngapi kile. Kuna jamaa anaitwa Yusuf. Ndo alobakia peke yake huyo Yusuf. Sijui ilitokea nini peke yake, lakini ni kama shuhuda tu. Wamekaa huko, yuko huku, mimi nachungulia ndo namuona watu CCM. Yeye yuko huoni, haoni. Mimi nimetizama hivi, nikamtizama, akanitizama, akanifanyia hivi, nikamfanyia hivi, nikatoka zangu nikaenda chumba chengine. Kwenda chumba chengine kufika nikamwambia mimi mgombea. Kwa hiyo Pio ananijibu. Kwa hiyo nikamwambia nataka kuhesabu kura, niingie kwenye kuhesabu kura zangu nizione. Akaniambia sikuruhusu. Hapa huruhusiwi. Siruhusiwi Nikamwambia kwa sheria gani Akaniambia mimi sikuruhusu kwa sababu mchakato wote ulikuwa huko, kwa hiyo endeleeni. Anaambia wale maofisa yake endeleeni, achaneni naye huyo. Nikatoka. Nikaenda room number 5. Nikaenda room number 5, nikaingia, wale wakakubali. Nikamwambia mimi mgombea, kwa hiyo nikamwambia nataka nihesabu kura, karibu. Lakini sasa kwa vile walipokuwa wamekaa wamejipanga hivi duara wote, huna pa kukaa. Kwa popote itabidi ukae pembeni uangalie huko wenyewe wanazipanga. Nikamwambia mnahesabu au mnafanya nini? Akaniambia sisi tunazipanga tu kwanza. Mimi nikatulia hivi kama mnazipanga haya. Mwisho naona anaandika hesabu. Nikamwambia mnahesabu vipi wakati mmeniambia mnazipanga hizi? Akaniambia kwani wewe unataka vipi? Nataka tuzihesabu kwa sababu mmesema mnazipanga. Kama unataka zihesabiwe haya. Mwenyezi Mungu alinipa nguvu, na Mwenyezi Mungu siku ile alikuwa CCM anawapaza. Siku ile walikuwa CCM anapazwa. Kwa hiyo walikuwa hawana hila, lazima Mwenyezi Mungu alitutoa kule tuliko twende tukaone vile vituko vyao. Mwenyezi Mungu alinipa nguvu katika lile duara lao kubwa alilofanya, palikuwa pamebakia sehemu wazi, wameweka masanduku yao yale, nikayanyanyua nikayaweka upande, nikakaa pale katikati. Kura hizi hapa, mie hapa nimekaa kitako. Pio ananiangalia na wale watu wake wananiangalia. Pio akatoa amri, hesabu, kwa sababu hawana la kufanya tena. Pale kura moja moja nikawa naishuhudia, naiona. Ikaanza hesabu. Kura za nani? Tukaanza kura za mbunge sasa kaanza. Nikahesabiwa zangu mie, 1 2 3 zikafika something sijui 78 75 kwa mpaka kama hivyo. Hizi hapa ndo zako. Nikamwambia okay. Nilijua kama hamna kitu kwa yale mambo yaliokuwa tumeona. Sasa hilo rundo hilo la CCM, hilo lijilima. Kura zao ndo washazipanga za CCM. Wakaanza wanahesabu 1 2
3 metulia sasa, lakini naona ndo nipo chini yao, sikupata, hawakuweza kuniondoa tena mimi pale. Sasa nawaambia hivi, mbona nahisi kama kura sizo? Wewe unaonaje? Nikamwambia nahisi sizo. Endelea, anamwambia yule PO, anamwambia afisa yake, endelea. Sasa nikana najiuliza, hivi ndo nimechanganyikiwa au akili yangu nasema naota au vipi? Kwa sababu ninachokiona pale tofauti. Unaona? Hasa nikamwambia, mbona hizi kura naziona sizo? Wao wanaendelea. Mwenyezi Mungu alinipa nguvu tena. Nikamnyakua ofisa karatasi ya kura, nikaitizama. Kuitizama hawana la kufanya, nimeisoma kwa sauti, wananisikia. Mgombea nani, ile karatasi ya ugombea jimbo la Makunduchi. Na mgombea wa CCM pale, Wanu Hafidh Ameri, ndo tiki zimetiwa za Wanu Hafidh Ameri, anahesabiwa mbunge wa jimbo la Chwaka ambaye ni mwanamume. Sasa mimi kilichokuwa kinanipa akilini mwangu, nasema hivi, mbona mgombea wa jimbo langu, mgombea mwenzangu ni mwanamume? Mbona huyu hizi karatasi naziona mgombea ni mwanamke? Halafu kila nikichungulia, mbona mimi picha yangu sio? Kwa sababu mimi ile karatasi nilikuwa nao mfano mwenyewe shajua imekaa, mbona sivyo? Ndio Mwenyezi Mungu aliponipa ile nguvu ya kunyakua ile karatasi, nikafuma ile aibu, fedheha, kashfa. Unaona? Sasa nikamwambia PO, nikamwambia simamisha, hamna kuhesabu, kura zote zitolewe, hizi sizo tena, zimo nyingi. Nimwambia nimekuoneni mnapozipanga, na huku mshazihesabu, zipo nyingi, zitoeni. Kauli iliyotoka pale mheshimiwa PO akajibu, wa room number 5 akajibu, usitushughulishe, sisi hatuna muda huo, hesabu kura, akitaka asitaki atajua mwenyewe, unaweza kaa hesabu, huwezi toka nje. Nikamwambia haiwezekani, siwezi kuhesabu kura hizi mimi. Nikaanza kuleta complain pale, nasikia askari njoo mtoe, naye anaitwa askari. Nikamwambia subiri, bila shida, bila askari, natii amri mimi bila shuruti. Nikanyanyuka, nikatoka. Natoka na kule chumba chengine alikuwa diwani wangu wa wadi ya Chwaka, anakuja ananiambia, bi sister, kule nadhani hizi kura wamebadilisha, lakini kule chumba kile kule nadhani hawakuwahi kubadilisha boksi lote kura zako, lakini wanazipiga mikasi, wako hivyo wanaziharibu, shwa wanazipiga rongi kwa wagombea wengine, yani kura wanaziharibu. Akanambia twende. Tukatoka tukaenda. Kufika wanaendelea wale, mnafanya nini? Wakatoa ndo kauli zao ndo hivyo, hawana la kusema, hawana la kujibu. Yani mara hii CCM kama ndo tunacheza ule msoko, tunawaambia CCM wameupa. Kama ni msokoni, wao wameupa CCM mara hii. Kwa kweli Mungu amewafedhehesha, na mie naamini zile ni zile dua tulizokuwa tukiziomba. Mungu atuoneshe, awaoneshe. Mungu amesaidia zile dua, na tukaondoka pale. Nikawaita wenzangu, nikamwambia Rama njoo, mwakilishi wangu diwani, nikamwambia njoo. Hawana niuliza tunafanya nini, kwa sababu wao wanaona mimi ni kama najua ni mwenyeji pale, kwa sababu ni mara ya pili kugombea. Nikamwambia sikilizeni, hamna kitu hapa, hamna. Nikamwambia hamna uchaguzi, na hii itakuwa, na hii kote sio hapa tu, kwa sababu tangu tunakotoka mawakala wameanza kutolewa kabla ya kuhesabu kura. Kwa hiyo hii ni kote. Kwa hiyo tunafanya nini? Nikamwambia twenzetu ni jimboni. Tukatoka, tukaenda zetu jimboni. Tunatoka kama kawaida yao, CCM wamekaa mlangoni na sheha wanatucheka yani, lakini inshallah vicheko na furaha vitarudi. Tutakuwa na furaha sisi ndio tutakaobeba furaha, na wao ndio watakaokuwa na majonzi. Ni hayo niliwashuhudia kwa ufupi. Asante sana.